Mheshimiwa sana Baba Vika General, Mheshimiwa sana Baba mlezi wa wazee na wastaafu taifa, Mheshimiwa sana mkurugenzi wa utume wa walei jimbo la Bagamoyo na paroko wa parokia hii, Waheshimiwa madekano wawili, dekano wa dekania ya Mivumoni na Tegeta, Mheshimiwa sana Baba Aidan, Waheshimiwa watawa, viongozi wa wazee na wastaafu, viongozi wa jimbo katika vyama vile vile WAWATA, UWAKA na vyama vingine vilivyopo hapa, wanahabari wote, sisi sote tunaojumuika katika misa hii kumshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunamshukuru Mungu siku hii ya leo kama wazee na wastaafu, tukiwa katika kipindi cha Pasaka, tukimshangilia Bwana Yesu Kristo aliyefufuka, ambaye katika ufufuko huo anatualika sisi sote tuishi maisha ya kipasaka. Maisha ya kipasaka ni kuishi katika ushirika, kuumega mkate sisi sote pamoja, yaani katika adhimisho la Ekaristi Takatifu ambapo tunamshiriki, tunampokea Kristo mwenyewe katika komunyo takatifu. Lakini wakati huo huo tukidumu katika mafundisho ya mitume, mafundisho ya mama kanisa, bila kusahau sala. Kama Wakristo wafuasi wake Kristo mfufuka, watu wa sala, moyo wa sala. Hayo yote yanatufanya tuishi maisha yetu ya kipasaka, tushikamane, tuwe kitu kimoja, tupendane na tushuhudie ufufuko huo kwa maisha yetu na kuwashirikisha watu wengine kama tangazo la habari njema hii ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa namna pekee katika kumshukuru Mungu, tunamshukuru kupitia Mama Bikira Maria. Yeye mwenyewe anatuongoza, anafahamu vizuri kumshukuru Mungu. Atusaidie kumshukuru kwa makuu aliyotutendea katika kipindi chote hiki. Ni misa ya kwanza tangu tumekuwa jimbo la Bagamoyo, tunapomshukuru Mungu sisi wazee na wastaafu jimbo la Bagamoyo. Kwa sababu tunamshukuru kwa namna pekee hivi aliyetuwezesha mpaka leo hii tupo hapa. Ametupa afya njema, ametutegemeza katika malengo tuliyo nayo, lakini vile vile ametujalia zawadi ya wenzetu tulio nao, ndugu jamaa na marafiki, kwa namna pekee katika mkusanyiko huu, katika adhimisho hili la misa takatifu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu katika hayo yote. Somo la Injili ya leo linalotoka katika Injili ya Yohana. Tunakutana na mitume hawa. Tunaambiwa mitume wakateremka wakaenda baharini. Waingereza wanasema setting, yani ni mazingira gani yanaonekana katika Injili hii ya leo? Wanaenda baharini, kuna bahari, lakini lengo lao wavuke bahari waende Kapernaumu. Na vile vile katika eneo hili kuna chombo ambacho inabidi wapande kiwasaidie kufika kule, lakini wako wenyewe, hawajawa na Yesu. Na wakati huo huo giza limeingia. Wanaianza safari yao sasa kuvuka bahari. Dhoruba inaanza. Dhoruba inapoanza, wanapoangalia bahari na maji yale, lazima kunakuwa na woga, na woga huo kwamba tunaenda kufa. Lakini katika safari hiyo
Wakati wanakaribia kufika kule walikokuwa wanaenda, wanamuona Yesu anatembea. Hofu ikazidi, na wenye imani ya kwamba sasa kwenye bahari kule kunakuwa na majini, wanaweza sasa kusema jini, wanaweza kusema kwamba mzimu. Na ndio wao walikuwa wanasema tunaona kama roho hiyo. Wakawa hofu sana. Kuna dhoruba, hofu kali, na wanavuka bahari, wanaogopa watazama. Na wakati huo Yesu anawaambia, ni mimi, msiogope. Ni mimi, msiogope. Kwa ndo mazingira ya injili yetu tunavyoiona leo, mazingira haya. Lakini tunaposoma injili ya Yohane, tuone kwamba ni injili ya alama. Ni injili ambayo kinaelezwa kitu, ni kweli kuna bahari, kuna giza, na kuna chombo hiki, kuna dhoruba, na wakati huo kuna hofu ya watu. Kama alama sasa inatufundisha nini sisi? Ndio jambo muhimu. Wanasafiri baharini na ni giza, hawana Yesu. Katika injili ya Yohane, Yesu amejitambulisha wazi, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa yeye ni mwanga Kama yeye ni mwanga, na tunawaona wafuasi hawa wanasafiri kuvuka hii bahari, hawana Yesu ambaye ni mwanga, kwa wamejitenga na Yesu. Katika fundisho letu sasa kwetu sisi, hawana Yesu hapa. Wanapojitenga na Yesu, giza hili sasa kwetu sisi linatufundisha nini? Tunapokuwa mbali na Yesu, giza la kiroho. Na wakati mwingine tunaweza tukapata giza katika maisha yetu kwa namna mbalimbali. Linaweza kawa giza la kujitakia. Sisi leo tunaadhimisha kumshukuru Mungu wazee na wastaafu. Sasa wakati mwingine unaweza kawa mzee usijipokee, ukawa na waza ndio unakimbia sasa, Waingereza sasa uko jogging, uye kufanya mazoezi, uwezi ukafanya sasa. Kwa kila siku nafikiria, nilipokuwa kijana, nilipokuwa ningekuwa nafanya 1 2 3, nilipokuwa hujajipokea. Kinachofuata ni nini? Unaweza ukashangaa unaingia katika msongo wa mawazo. Na unapoingia katika msongo wa mawazo, yani ukumbuki tena kwamba kuna Mungu. Ni giza hilo. Hilo ni la kujitakia. Ni giza la kujitakia. Au kitu kimeshapita tayari, lakini unakifikiria leo. Ingekuwa 1 2 3. Sasa tayari ishapita. Kwa kupokea. Mimi saa hizi na umri huu na namshukuru Mungu niko hivi. Na kwa sababu hiyo niwe na Mungu, niwe karibu naye, hutapata giza hilo. Na giza hilo ambalo linatokana na kujitakia sisi wenyewe, linalonipelekea katika msongo wa mawazo. Ili giza hili linafanya sasa kwamba Mungu asiwepo, hakuna cha nabii, hakuna cha mshauri, hakuna cha mtu ambaye anaweza kaniongoza kiroho akanisaidia. Inakuwa tatizo sana. Kwa unafanya vitimbwi, mambo ya ajabu ambayo ni hoi. Hilo ni giza ambalo mtu anaweza kujua. Lakini kuna giza lingine la kujifanya unajua kila kitu. Nalo ni giza hilo. Kwa maneno mengine, unaishi kwenye mwanga hafifu. Unaishi maisha ya TV au maisha ya maigizo ambayo unaona kwenye igizo mtu anakuwa tajiri leo, saa ile anafilisika tena, na saa hiyo anakufa tena.
Hiyo ni giza, anasema ni giza la ambalo wanasema kwamba ni giza la kujifanya na kuishi wewe kitu ambacho hupo hivyo. Unaishi kwenye mwanga hafifu, na kwa sababu hiyo katika mwanga huo hafifu unakosa unyenyekevu, na unafikiri kwamba hakuna anayeweza kukusaidia katika dunia hii, na hakuna anayeweza kukukosoa katika dunia hii, na hakuna mtu ambaye anaweza kukushauri ukaenda mbele. Ili giza nalo ni baya, tena ndio baya kuliko hata hilo lingine ambalo linafanya usimuone Mungu nini kutokana na kujitakia. Ili kwamba nafahamu kila kitu mimi. Unajua moja mbili, hilo najua. Kila kitu hiyo, bila kujua kwamba unapotea na unateketea. Giza la mtindo huu linaleta giza la kiroho, tena giza nene, na giza hili linafanya ufe kiroho. Na kama unapokufa kiroho unakufa naweza nikasema sasa dhamiri yako tena hawezi katambua kipi chema na kipi ni kibaya, na mwisho wakati watu watakuita we mnyama kutokana na matendo yako. Sasa tukiangalia hili, ndio maana tunasema kwamba jamani, Yesu alikuwa mbali. Yesu hakuwa na hawa wanafunzi wakati wanavuka bahari. Dunia yetu hii ni bahari kubwa, na ni uzuri kwa sababu tunafahamu bahari ni nini. Kiangalia uone mwisho, angalia huku kuna, lakini unaposafiri kuna mambo mengi humu. Kuna nyangumi, na ndio hiyo dhoruba. Nani atakusaidia katika dhoruba hii kama ukiwa mbali na Yesu? Kwa ndio tunaweza kujifunza hapo. Kuwa mbali na Yesu kunafanya tuingie katika dhoruba, na dhoruba hii inatufanya tukose mwelekeo, na katika kukosa mwelekeo wakati mwingine hatujali hata afya zetu, hatujali afya zetu tena. Nguo mwingine anaingia katika ulevi, mwingine anaingia katika hali ya kutumia madawa ya kulevya, na wala hajali na hataki kuambiwa na chochote. Na mwingine anaona dunia yote hawanipendi, na akifikia hatua hiyo anataka kujinyonga, aondoke zake kwa sababu kila mtu hampendi, kwa hiyo anakufa. Na mwingine anaona akikosolewa anaonewa sana. Kwa nini? Anaambiwa mimi najua kila kitu, naonewa. Kwa unakosa mwelekeo, unakosa dira. Sasa uko kwenye bahari unazama, na ndio tatizo hiyo. Kwa sababu tunapovuka katika bahari hii, dunia hii, tunahitaji kusafiri na Yesu katika chombo chetu cha usafiri, na tunahitaji kusafiri na Yesu kufahamu kabisa hiki ndio chombo chenyewe ambacho Yesu anataka nisafiri nacho mimi katika bahari hii. Nikiangalia dunia ya leo, ninaweza nikaangalia hata wakati mwingine hata imani inakuwa kama matangazo ya biashara. Nikiangalia huko wananivutia, umekosea huko. Nikienda huko anasema kwetu ndio kuzuri. Nikitaka kufanya hiki naona wananiambia hivi. Matokeo yake sielewi nifanye nini. Ni kama matangazo ya biashara. Ukiwa unafuatilia matangazo ya biashara unaweza kawa na kila kitu, alafu mwisho wakati hakikusaidii katika maisha yako. Sabuni hii inafanya ngozi yako iwe nyororo. Unaenda kununua, unaleta, na shanga bado ngozi yako kavu kabisa. Mafuta haya yatakusaidia sasa iwe ngozi nyororo. Unaenda kununua mafuta, hakusaidii. Saa hizi inabidi ufanye hivi, inabidi ufanye hivi, inabidi ufanye hivi. Matokeo yake unajaza vitu vyako vyote ambavyo havikusaidii. Na katika imani hivi hivi, ujukanyaga mafuta haya. Wewe unauma mguu, kanyaga mafuta utapona. Ndio mguu na vimba zaidi. Hata kama ulikuwa hauna mipasuko, ndio unapasuka zaidi. Saa hizi ujifanye 1 2 3. Saa hizi ukiangalia nyumbani kwako, ni ndugu yako na kuloga. Nimemwona kwenye ulimwengu wa roho.
tayari unakuwa adui wa familia yako. Sasa ukiwa adui ya familia yako, sasa matokeo yake sasa kila mtu unayemuona ni mbaya, unajitenga nao, kumbe wewe unapotea hapo, umekosa mwelekeo. Umeenda katika chombo hicho ambacho hakina Yesu ambaye ni mwanga, ili uweze kuona njia ya kupita na ya kutokea, kuingilia na kutokea. Yeye ndiye atakuongoza, na ndiye njia, ndiyo ukweli, na ndiyo uzima mwenyewe, na ndiyo ufufuo mwenyewe. Anatueleza yeye mwenyewe. Kwa matokeo ya kuwa mbali na Yesu, ndiyo mtu anaweza kupoteza afya yake na asijali chochote, kosa mwelekeo. Ndio maana anasema kwamba je, katika safari yetu kwenye bahari hii ya dunia ambayo haijali mambo yako wewe, kwamba afya yako au nini, hajali. Wewe unaumwa, hajali, atakwambia hiki kitu ni moja mbili, propaganda nyingi sana. Lakini watu wanaofanya propaganda lengo lao wapate hela, hawajali tena kwamba wewe una afya njema. Hamna, dawa hii itakuponya, dawa hii itakusaidia sana, dawa hii inafanya kitu hiki. Mwisho wakati tunaanza kubugia dawa, hata kutokupima kujua kwamba kisayansi nina tatizo gani ambalo litafanya niweze kupoteza afya yangu hivi. Kwa hiyo mimi nabugia tu sasa hivi, hiki. Ulimwengu wa leo huu, watu hawajali afya za watu wengine. Hata ninyi wenyewe pengine huenda ni wafanya biashara. Kuna mwingine anafuga labda kuku, anasema anafuga kuku wa nyama. Hawa kuku ninaofuga hawa sio wakula mimi, ni wakuuza, kwa sababu nitawapa madawa haya na haya na haya. Hata madawa yale ya kurefusha maisha ya, kama mimi mtu ameathirika na ukimwi, yale nani ARV, mtawalisha tu kwa sasiri. Mimi nauza, lakini nina dhamiri kweli hapo. Alafu nauza hivi, nitaweka nanasi hizi ziende haraka haraka, ziwe nene hivi, alafu nipate zaidi. Lakini shamba hili la kuuza, shamba hili ndio la kula na familia yangu. Ndio ulimwengu ulivyo saa hizi, na hili ni tatizo. Na sasa namna ya kuishi katika ulimwengu huu bila kuwa na Yesu ni tatizo kubwa, hatuwezi kufika popote. Ndio maana tunamhitaji Yesu. Ndio maana katika shida hawa mitume wanapotaabika na hofu zao zile, ndipo sasa wanakuja kutambua nani yule anayekuja. Yule mzimu, wanapiga kelele na hofu zinawajaa. Na mtu aliye na hofu hana amani. Ambaye hana amani si tu katika hofu hiyo kwamba anaangamia, lakini vile vile kama na adui yako au ni jirani, utakuwa unajifikiria amebeba kisu, ana bunduki, atataka kunimaliza. Kwa hiyo kama yuko nyuma yako kila mara unaangalia, asiye kama amenyosha mkono, huna amani. Lakini pamoja na hayo, naangalia katika maisha haya, nasema sasa nini kitanipa amani mimi? Nikuwa na hela nyingi, nikuwa na vitu vingi. Na kama ninakuwa na hela nyingi na vitu vingi, kwa nini naweka walinzi 100? Sasa nina wasiwasi kwamba kuna mtu mwenye nguvu zaidi yangu ataninyang'anya. Sasa kama naweza kanyang'anywa, hicho ambacho naweza kanyang'anywa kitanipa furaha ya kweli? Kitanifanya nijisikie vizuri? Hakuna. Kwa mwisho wakati lazima tuangalie mbele. Na hawa mitume hawa walipokuwa wanaangalia, ni Yesu mwenyewe anatembea katika bahari, juu ya bahari anatembea. Wana hofu, lakini yeye anatembea na waendea hofu sana. Anajitambulisha, ni mimi, msiogope. Maanake kujitambulisha huko kunaonyesha umungu wa Kristo mwenyewe. Yesu ni Mungu, ni mimi, kama wanavyo ego eimi, wale wa Kigiriki. Sasa ego eimi ni kama sasa ni mimi.
ni mimi, I am. Na hii tukisikia I am, ni mimi, inaturejesha katika Agano la Kale tunaposoma kitabu cha Kutoka, pale ambapo Musa anatumwa kwa Farao na anasema, nikienda pale niseme ni nani wewe ambaye unanituma? Sema ni mimi niliyepo, ni mimi, yani Mungu. I am who I am. Ndio kawaambie watu jina langu hilo ni I am who I am. Ndio kawaambie watu hao. Kwa sasa tunapoona sasa ni mimi, msiogope, wale waweze kutafakari, waweze kutambua umungu wa Yesu Kristo. Wanapomuona na wajia ni mimi, muwe na amani. Ninawajia katika maisha yenu. Nipo na ninyi katika ulimwengu huu. Nipo na ninyi katika bahari hii. Pamoja na dhoruba zote hizi, nipo na ninyi. Msiogope. Ni mimi. Katika maisha yetu wakati fulani anatuambia watu, wewe tunasema toka zako. Hatumpokei tena. Hatuna habari naye. Hata ni mimi, usiogope, lakini bado anasema ndio maana tunatangatanga. Tunatangatanga kwa sababu dhamiri zetu zinakuwa zimepotea, kwa tunatangatanga. Mimi ni Mkatoliki, nina imani yangu Katoliki, nimepata mafundisho ya Katoliki, ninakomunika, napata sakramenti zote. Lakini mtu anatoka hewani tu anakuja kunishambulia mimi. Anaponishambulia mimi tayari napoteza mwelekeo, naondoka. Yesu anajaribu kusema we ni mimi, usiogope, mimi nipo hapa, lakini unakosa amani kila wakati. Na ndio maana tulipokuwa katika adhimisho la siku 3 za Kipasaka zile, tulipoanza na Alhamisi kujioni pale, Yesu anaanzisha Ekaristi Takatifu, na tutakutana naye katika Ekaristi Takatifu. Na kwa sababu hiyo nina matatizo, nina shida zangu, pengine familia inanisumbua, ni uchumi, watu wananisumbua, niende nimshirikishe Yesu wa Ekaristi, niseme atasema njoo kwangu. Ndio maana anatuambia hata wakati fulani ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 11, njoni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitwikeni nira yangu, mjifunze kwangu. Achaneni na mafundisho ya ajabu, yanawapotosha, mnakosa mwelekeo. Mimi hapa nitawatuliza, nitawapa kitulizo, anatuambia. Na ndio maana tunapoangalia katika somo la kwanza linatuongoza vile vile, palipo wengi pana mengi, palipo na binadamu kuna ubinadamu. Kitu muhimu, hawa binadamu wanatambua ubinadamu wao. Wanapokuwa katika ushirika wanatambua ubinadamu wao. Jamii ya Kikristo walioanza kuishi maisha ya Kipasaka, tunawaona katika somo la kwanza wamekuwa wengi, na katika kuwa wengi mila mbalimbali zinakutana, lakini wanapokeana, hilo ni tatizo. Na tunaona katika ushirika huu mgawanyiko unaanza. Sisi ni Wayahudi kamili, ninyi ni Wayahudi nusu. Kwa nini mmechanganya mila? Kwa mfano kama hawa wajane waliokuwa wamesahaulika, ni wajane ambao ni wajane wa Kiherenisi, ambao Waherenisi hawa ni wale wenye asili ya Kigiriki. Wayahudi wenye asili ya Kigiriki wapo na wao kwenye ushirika huu. Hawa wakawa wanasahaulika, na haya yakaleta mkanganyiko katika ushirika. Na kama kuna mkanganyiko kunaleta mgawanyiko, na kama kuna mgawanyiko tutasemaje sisi ni Wakristo? Kwa hiyo tunahitaji kufuata suluhisho, na mitume wametambua hilo. Wanapotambua hilo, wanatambua vile vile kwenye ushirika lazima kuwepo na huduma. Hatuwezi tukatangaza habari njema kama hakuna ushirika na huduma
kwenye ushirika ambao Wagiriki anasema koinonia. Kwa kwenye koinonia ambayo ni ushirika, kuna diakonia ambayo ni huduma, ili kila mmoja aridhike katika ushirika huu na kumaliza migongano ambayo inasababisha mgawanyiko. Kuwa na asili ya Kigiriki hakumaanishi wewe unichukie. Kwamba nimetoka sehemu fulani hakumaanishi wewe usinisalimie. Hakuna maana hiyo. Inamaanisha kwamba katika utofauti wetu huu tuna kila moja karama. Hizi karama ziungane kwa ajili ya utajiri wa ushirika huu. Kwa hiyo wawepo wahudumu wanaohudumia katika ushirika. Ndio maana tunaona kwamba watu watano hao, watu saba hao waliochaguliwa na mitume waweze kuwekewa mikono kwa ajili ya kushughulikia swala hili, ili mitume waendelee na kuhubiri habari njema na vile vile waendelee na sala. Kwa hiyo hapo makundi mawili, tusaidiane, tushirikishane. Mitume waliona hivyo, na ndio maana ukiangalia katika kanisa tunaona upande mwingine kuna nguzo ya walei, upande mwingine kuna nguzo ya hierarkia. Yote haya mawili yanategemezana. Kwa hiyo bila walei hatuwezi kuwa na kanisa, bila wakleri hatuwezi kuwa na kanisa. Lakini wakleri na walei ni waamini wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hawa wanafanya kanisa, ushirika. Kwa hiyo tunaona kila moja katika nafasi yake, ili tusiingiliane. Kuhani ana nafasi yake na mlea na nafasi yake. Kwa hiyo hapa mashemasi hawa saba hawa walifanya kazi yao, na hakukuwa tena na mgawanyiko ambao ulikuwa unatoka kutokea. Na wakati huo mitume wakiendelea kuhubiri habari njema. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha sikukuu yetu hii, yaani siku yetu hii shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tuyaangalie yote haya. Ukisoma Injili ya Yohane sura 17:22, Yesu ametuombea sana tuwe na umoja, na katika eneo hili anasema kwamba utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, ili tusaidiane, tuongozane na lengo, tufike malengo ambayo ni kufika mbinguni na kumsifu Mungu kwa kuishi maisha haya ya kipasaka. Tumsifu Yesu Kristo.